Mtazamaji wa Mawio TZ Online, nikukaribishe hapa tunapaita Wankaja Farm Lodge. Mguu wangu wa leo umekuja hapa kuonana na mdau mkubwa wa masuala ya maendeleo, lakini hasa kwenye mambo ya utalii na utamaduni. Na leo issue ni moja tu, kuzungumza naye ama kupiga story kuhusiana na mfumo wa majina ya Kinyakyusa. Najua unajua jina likitamkwa huyu anaitwa Lwitiko Ambele, unajua hili ni jina la Kinyakyusa. Je, haya majina yalikuwa yanatolewa kwa wakati gani na nyakati zipi? Kuna majina yapi ambayo pia yalikuwa yanatolewa kwa watoto? Tutazungumza na mdau huyu ambaye yeye atatupa haya mambo kwa kina, kinagaubaga. Usiondoke, endelea kubaki nasi Mawio TZ. Asante sana Gerard kwa kufanya muda kuja kufanya mazungumzo na mimi. Nashukuru sana, naheshimu muda wako pia. Naitwa Adam Gwankaja, ni mtafiti na mdau wa maendeleo kwa ujumla, lakini hasa katika sekta za utalii na utamaduni. Naam, kubwa zaidi mzee, nimekuja tuweze tujadiliane mawili matatu hasa kwenye mambo ya kitamaduni. Swala la mfumo wa majina ya Wanyakyusa, na tunataka tujikite hapo. Tueleze kinagaubaga mfumo wa majina ya Wanyakyusa. Nashukuru sana. Umefungua mada hii ya majina au mfumo wa majina ya Wanyakyusa. Nafikiri ni mada nzuri, bora sana, imekuja kwa wakati, lakini ni mada pana. Ni mada ambayo nafikiri katika mazingira ya mahojiano, mazungumzo haya tutaweza tuanze kama mwanzisha mwendo. Tuanze kuzungumza, mimi nitazungumza mambo ambayo nayafahamu kwa kutafiti na kwa kuyaishi. Kwa hiyo nafikiri nizungumze katika maeneo matatu, nigawe mazungumzo haya katika maeneo matatu. Eneo la kwanza kwamba ili kuelewa mfumo na majina ya Wanyakyusa ni vizuri kuelewa nyakati. Kwa hiyo tutagawa nyakati katika kabla ya ukoloni na baada ya ukoloni. Nitazungumza kidogo kwenye baada ya ukoloni, lakini nafikiri leo tujikite zaidi kuongelea kuhusu kabla ya ukoloni, majina mfumo ulikuwaje na majina yalikuwa na muundo gani, yalikuwaje. Lakini jambo la pili, eneo la pili ambalo nafikiri ni muhimu kulitazama unapojaribu kuelewa majina ya Wanyakyusa, ni vizuri pia kuangalia mfumo wa Wanyakyusa na nafasi na upekee na nafasi ya mwanamke. Na sehemu ya tatu, mfumo wa majina ya Wanyakyusa ulivyotumika kama silaha ya kujitanua kwa jamii hii, kama silaha ya mapambano kama ile conquest. Kwa hiyo nitazungumza katika maeneo hayo matatu. Kwa hiyo tuanze kwa ujumla mfumo wa majina ya Wanyakyusa. Niuzungumzie baada ya ukoloni wa utawala na dini mpya, hasa Ukristo. Kwa huku kwetu eneo la Rungwe, Kyela, ambako jamii ya Wanyakyusa ni wengi sana, Uislamu sio mkubwa kiasi au kuenea kiasi kile. Ukitaka kufahamu, nafikiri kwa halmashauri nzima ya Busokelo ambako ndio mahali tupo, nafikiri kuna misikiti miwili. Kama kuna msikiti Kandete, sina hakika sana, naamini upo, na mwingine uko Ntaba hapa. Hata Ruangwa, makao makuu ya halmashauri, hakuna msikiti. Tukuyu nafikiri upo, Kiwira upo, na Kyela kidogo kuna misikiti mingi zaidi, Ikulu, Ipinda, misikiti ipo. Kwa hiyo kwa ujumla eneo lote la Wanyakyusa pengine misikiti haizidi 10-15 iliyopo kueleza hivyo. Kwa hiyo nikiongelea dini, nikiongelea ukoloni na dini, mahusiano ya ukoloni na dini, nitakuwa nazungumza kwa faida ya mtazamaji wako, nitakuwa nazungumza hasa dini ya Ukristo. Ukristo hasa madhehebu haya makuu kama Roman Catholic, Katoliki, Lutherani, KKKT kama wanavyoita wengine, na kanisa la Moravian kwa kiasi kikubwa ndio yalianza kitambo, kwa jinsi nilivyofuatilia
historia. Ndio. Kwa hiyo majina baada ya ukoloni ni majina ambayo sasa hivi ni maarufu. Watu wengi wakitaja majina ya Wanyakyusa wanayajua, wanayataja, yana trend kwenye mitandao. Majina kama Ambele, Mungu, yani kwa maana Mungu amenipa, Andulile, Mungu amenisaidia, Andimile, Mungu amenichunga, Lwitiko, imani yangu kwa Mungu, Lwijiso, heshima kwa Mungu, karibu kila kitu. Lugano wa Kyala, yani wa Mungu, Lugano upendo kwa Mungu, vitu kama hivyo. Lwimiko, heshima kwa Mungu, kama nilivyosema awali. Hayo majina yanafahamika, mengi yanaanza na A, lakini sio A peke yake, yako majina mengine kama nilosema, Lusubiro, subira kwa Mungu, au tumaini, kumtumainia Mungu. Hivyo majina hayo yalikuwa ndio mengi, ndio sasa ambao mengi baada ya kuja kwa ukoloni. Lakini hata hapo kwenye majina hayo kuna jambo moja ambalo Wanyakyusa nafikiri liliwasaidia sana. Kwa majina lilisaidia katika kujipambanua na kujibainisha. Maeneo mengi dini ya Kikristo ilipoingia, hata Kiislamu zilipoingia, zilihusisha kuhusu kubadilisha majina. Mtu kama ukienda ukanda wa pwani ambako Uislamu ulifika, mara nyingi ni ngumu sana kumkuta mtu. Ndio maana mtu kama Jakaya jina lake naye liko tofauti sana, kwa sababu ni kama la Kitanzania zaidi, la Kibantu zaidi pengine, ila utakuta Abdalla, Ramadhani, Rashidi wa upande wa pwani. Ukija huku ndo kina Victoria, kina Margaret, kina majina ya aina hiyo. Lakini Unyakyusani kuna kitu kimoja ambacho kilijipambanua kama nilivyosema hapo, majina kina Andulile, Kyala. Kwa hiyo ilifika mahali hata kanisa Katoliki ambalo linafahamika sana kwamba lina majina wanabadilisha, yani ni muhimu sana kubadilisha jina kutoka lile la awali kuja jina baada ya kubatizwa, kuchaamini, unapewa jina la waamini na endana na imani ya Kikristo. Ndio kama kina Victoria nasema, Margaret nasema, hayo majina kama hayo. Lakini Unyakyusani huku hata wa Katoliki, kwa sababu ya uhusiano wa karibu wa majina haya na Mungu, kama unasema Andulile Kyala. Mimi na rafiki yangu, ndugu yangu anaitwa Andulile na ni Katoliki na alibatizwa kwa jina hilo la Andulile. Hakubadilishwa kuwa Januarius, hakubadilishwa kuwa Julius au Justin, hakubadilishwa, akabaki na jina hilo, wala Yohana wala Mathayo, hakubadilishwa jina lake likabaki jina hilo, wala Malika wala nini, hakubadilisha jina lake. Malika ndo Mark, hakubadilisha. Matai ndo Mathayo kwa Kinyakyusa, lakini hata hakubadilisha, mbaki na jina lao. Kwa hiyo kama nilivyosema, nisijikite sana kwenye majina baada ya ukoloni kuendelea huku mpaka saizi, kwa sababu Wanyakyusa kama jamii nyingine zote zimeendana na wakati, imeendana na wakati katika nyakati mbalimbali zilivyokabiliana nazo. Sasa hivi baada ya utandawazi utagundua majina ya Wanyakyusa mengi, majina katika watoto wa Kinyakyusa huku, sijajua mwanao anaitwa nani, watoto wako wanaitwa nani, lakini unashangaa mtoto wako anaitwa Sanchez, anaitwa Mamushka, kwa sababu ukiangalia filamu kutokana na utandawazi, wako na majina anuai mbalimbali, gladness, happiness, mengine happy, whether ni jina la lightness, kwanza lightness maana yake nini, mwanga au wepesi, vyovyote vile, lakini majina ambayo yanatoka kutokana na mwingiliano na jamii nyingine na kusikia vitu vingine huku. Kutokana na mwingiliano huo, kabla sijahama, kuna majina unakuta miaka fulani kuelekea kupata uhuru watu wa eneo hili mkoa wa Mbeya, lakini hasa jamii ya Wanyakyusa na baadhi ya Wasafwa pale walienda sana Zambia. Huko Zambia walifanya kazi, inadaiwa walifanya kazi na Wadachi, au kina Jensen, kina vitu kama majina kama hayo. Ndio maana utakuta huku watoto wengi waliozaliwa nyakati hizo ndio hawa kina Harrison, kina Gibson, kina Damson, kina Linkson. Unaona ile son imeongezwa kutokana na adaptation ya haya majina mengine ya kutokana na jamii nyinginezo. Kwa hiyo hayajaganda majina ya Wanyakyusa, yameendana na wakati, na wakati mwingine mimi napata picha kama kwa wepesi sana kubadilisha. Hata sasa hivi tumekuwa wepesi sana kukuta mtoto amepewa jina la Kinyakyusa sasa hivi katika rika la watu ambao wanafikisha miaka 55, 60 kurudi mpaka 20 huko, ni nadra sana, hali inazidi kupungua. Sasa mfumo ulikuwaje? Mfumo jinsi nilivyojielimisha mimi
na kama nilivyosema, tunafungua mjadala, watu wengine watasema kwa namna mbalimbali kwamba hii mada ni pana sana, na iko na utata na utusitusi wake mbalimbali kulingana na maeneo tofauti. Lakini kwa wastani, nilichofahamu kuhusu majina ya Wanyakyusa kabla ya ukoloni, ilikuwa ni jamii ambayo ina mfumo wa majina matatu ulikuwa wa lazima. Ilikuwa jina la kwanza, jina linaitwa Imbegwa, Ingamu Imbegwa, majina kwa Kinyakyusa ni Ingamu. Ingamu Imbegwa, jina ulilopewa, umezaliwa umepewa jina. Hili jina mara nyingi lilitokana na mazingira yanayotawala kuzaliwa kwako, kuja kwako, uwepo wako. Nitatoa mfano. Kwa mfano, kama mama alikuwa watoto akizaliwa wanakufa. Sasa akazaliwa huyu mtoto mwingine, akazaliwa huyu mtoto, kwa hiyo walikuwa kama vile wanamkoga shetani au kifo. Kwa unakuta mtu anamuita Lifwege. Yani Lifwege liache life. Unaona, baadhi ya jamii nimefahamu, nafikiri upande wa pwani ya Tanzania kuna kina chakufa. Sawa, na hapa kwa ndugu jirani zetu, ya jamii ya Nyakyusa Usafwani pale, wako kina nafikiri Nzile. Kwamba huyu atazikwa tu. Kutokana na mazingira kama wale, alikuwepo kina Lifwege, kina Bwina kwa mfano kaburi. Kaburi walikuwepo, kina Kumbi. Kumbi ni kifupi cha Kumbine ngani. Yani kwamba kaburi lishachimbwa tayari, huyo mtoto anazaliwa kaburi lishachimbwa, hataweza kuishi. Ilikuwa ni imani kwamba ukifanya hivyo, kama unamkatisha tamaa shetani, kwamba hata wewe mwenyewe, hata huyo mtoto hata hujali, atakufa basi. Kwa hiyo ilikuwa kama njia ya kwamba aweze kuishi. Mazingira mengine yaliyoambatana na mtoto huyu kuzaliwa yalikuwa kwa mfano akizaliwa wakati baba yake amefariki. Yani amemwacha mke akiwa mjamzito. Basi mtoto akizaliwa wakati wapo katika maombolezo, ndo waliweza kuitwa hao watu wakati wa maombolezo waliweza kuitwa kina Mafuguto. Wakati huo nadhani kwa watu Mafuguto hivyo. Kwa ndio ilitokana na mazingira. Jina la kwanza la kupewa lilitokana na mazingira mbalimbali ya huyu mtu kuzaliwa, ndio wakampa majina mbalimbali. Mwingine kama alikuwa mnene sana, Tifwengere au Fuingili, kutokana na unene wake, ile jinsi alivyotokezea, wanamwangalia, wanampa pengine wakati wa njaa majina kama hayo, Mboto hivyo. Lakini kwa hiyo nimesema mfumo wa majina matatu. Jina la pili, kama sikosei, lilikuwa linatoka kwa mama. Jina la pili lilikuwa linatoka kwa mama. Kwa hiyo mama unachukua jina la ukoo wao. Kwa mfano, kama mama anaitwa Ipopo, kwa huyu mtu ameitwa Lifwege, ataitwa Lifwege Mwa Ipopo. Kwa mwa kama mwana go Ipopo. Mwa Ipopo, mtoto wa Ipopo. Mwana gwa Kyusa, Mwa Kyusa. Kwa hiyo mtoto kama mama yake ni Kyusa, yeye atakuwa Mwa Kyusa. Kwa atakuwa Lifwege Mwa Kyusa, amechukua jina kwa mama yake. Umeona kama alipewa jina la Mafuguto, kama Mafuguto mara nyingine nafikiri walikuwa wanawake, angetumia Bwina, kwa atakuwa Bwina Mwa Kyusa. Tutumie jina la Kyusa kwa sababu pia linabeba jina la jamii nzima, kwamba hata Banya Kyusa au Wanya Kyusa limetokana na kwamba ni watoto wa Kyusa. Kwa hiyo Banya Kyusa, Banya wakiwa wengi, Banya Kyusa, kiwa mmoja Nya Kyusa, mtoto wa Kyusa. Imetokana na mama wa kwanza maarufu Kyusa, ndio watu wote wakajitambulisha kwamba tulibanya Kyusa, sisi ni Wanya, watoto wa Kyusa. Ufumie nyumba jani, umetoka kwenye nyumba ya nani? Ufumile Mwa Kyusa. Au umetoka kwenye wumbu ya nani? Kwenye tumbo la nani? Mwa Ndwanda lwa Kyusa, kuonene Mwa Kyusa. Kwa huyo mtoto wa kiume angeitwa Lifwege Mwa Kyusa, jina la pili. Jina la tatu lilitoka upande wa baba. Kwa mtu alikuwa na utambulisho murwa kabisa mzuri, anakuwa na jina la kwake alilopewa, anakuwa na jina la upande wa mama, anakuwa na jina la upande wa baba.
Sasa nalo jina la upande wa baba ndio hoja ya pili tuunganishe hapo kuhusu umuhimu na ukuu wa nafasi ya mwanamke katika jamii ya Kinyakyusa. Unakuta jina hata la upande wa baba anachukua la shangazi yake. Ndio. Kama shangazi yake ni Nkusye, kwa maana kwamba ni mtoto wa Mwankusye, basi huyu mtoto sasa atakuwa na majina matatu: Lifwege, Mwakyusa, Mwankusye. Kwa maana anachukua jina la upande wa mama na upande wa baba ambako jina la shangazi. Yaani ubini wa shangazi. Shangazi ni mtoto wa nani? Utakuta pale sasa ili jina leo mtoto anapopewa tayari kama na shangazi yake, na shangazi yake choka kwa baba yake, kwa maana jina la babu yake. Kwa hiyo jina la babu vinafanana. Kwa hiyo sasa atakapokuja na yeye atakuja kuzaa watoto, yule Lifwege akizaa watoto, jina la baba yake litaishia kwake. Okay. Kwa sababu huyu mtoto atachukua jina la kwake yeye ambaye alichukua kwa mama yake. Yeah. Na jina atakaochukua kwa shangazi zake. Kwa hiyo ataweza kuitwa jina huyu ni yeye ni Lifwege, Mwakyusa, Mwankusye. Majina matatu. Kwa hiyo hii inahashiria nafasi aliyokuwa anapewa sana mwanamke. Sijachimbua kufahamu ni kwa nini hasa, pengine kwa sababu kimsingi mtoto ni wa mama labda. Kwa hiyo mwanamke aliinuliwa sana kwenye eneo hili. Na hapa kuna hoja moja nzito sana kuhusu ukoloni pia, jinsi ya kujipambanua. Ilisaidia sana kwamba huu mfumo kwa mfano wa sasa hivi uliopo, tuseme mfumo uliopo wa mkeo anabadilisha jina kutoka ubini anabadilisha ubini kwa Unyakyusani. Huu ni mfumo wa kigeni, ni mfumo wa kibeberu tunaweza tukaita, kwa sababu zama zile mama hakuweza kuacha jina lake. Akiacha jina lake akachukua jina la mume, sasa atawarithisha nini watoto wake? Haiwezekani. Kwa hiyo ilikuwa Unyakyusani, jina mwanamke akiolewa anabaki na jina lake. Anatambulishwaje tu kuhusu mume wake, kuhusishwa na mume wake, anaitwa Nkanongi. Kama mume ni Mwaipopo, anaitwa Nkamwaipopo. Yaani mke wa Mwaipopo atajulikana Nkamwaipopo, unaitika. Lakini jina lake la ubini linabaki pale pale. Kwa nini linabaki pale pale? Siri ni hiyo, kwa sababu mfumo ulitengenezwa kwa namna ambayo lazima baki nalo, maana hilo jina atarithisha watoto wake. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni namna ambapo majina yalikuwa yanapangiliwa. Lakini sasa baadaye nimefuatilia, nimekuja kujua unakuwa jina la kwanza la kupewa, afu jina la upande wa baba, upande wa mama na upande wa baba. Sasa ukifuatilia sana baadaye utu uzimani huku watu walikuwa na nafasi ya kujipa majina hata wao wenyewe au kupewa majina hata wao wenyewe. Wazee walikuwa na AKAs nyingi sana. Kwa maana mfumo wa AKA kumbe umeanza kitambo. Huku kumeanza kitambo sana, kwa sababu watu waliweza kujipa muda kulingana na matukio yanavyotokea. Nianze na majina ya wanawake kwa mfano. Majina ya wanawake, watu wakishakuwa mtu mzima ameshaolewa anaishi pale, walikuwa wanajipa ni majina ya vijembe sana. Yanafanana sana na mfumo wa vijembe wa pwani, Wazaramo, Wazaramo nafikiri na Wakwere hivi, majina mtu asema mke jina kama hivyo. Huku yalikuwa mengi sana. Katika umri wangu mimi wa kukua kabisa nimekuta watu ukisema kwa mfano mume mmoja ameoa wake watatu. Unaona hawa kama wanashindana vile pale nyumbani. Kwa mfano mke mdogo atakuja kujibadilisha jina, anajiita Mfikufye, yani nitakomesha kwa sababu nitavifaidi. Umeona, kwa sababu yeye si amekuja ni anaonekana yeye ndo anapendwa, ndo bibi mdogo, wasema Mfikufye. Mwingine atajiita Nkikuritoro. Ona mimi mwanamke tu kama mke jina vile, Nkikuritoro. Mwingine anaitwa Diabububo, yani jike mwanamke wa hivyo. Ongeza kujipa hivyo majina. Lakini pia kwa mfano katika maeneo yetu ya kitongoji chetu hiki cha Kipanga, kitongoji siku hizi ndio tunaita kitongoji au kijiji, lakini maeneo haya Mbanya Kaagire, hii Mbambo yote, kijiji cha Mbambo, tuseme kata kamba Segera, Mbanya Kaagire ilivyokuwa inajulikana kwa sababu chini ya Chief Mwakaagire. Kwa hiyo tunaita Mbanya Kaagire. Nakumbuka majina niliyokuta mama zetu wa Bikwikia, yani
wanajikuta, nafikiri kwa lugha ya sasa hivi nasema wanajikuta, kama wanajisikia vikuikia. Mwingine anajipa basirabilile, yani wameamkia maneno. Mwingine vikukesya, yani ya kwao, kama kwenye kanga miaka ya nyuma kulikuwa na maneno kwamba ya kwao du, ya kwao du, ya wenzao midomo juu, au kunya nyebata akunya nyekuku akinyabata kahara. Umeona? Au kusema waseme wao, kisema wenzao huwa mwao. Na wanasema kuna mfanano mkubwa sana kwenye Kiswahili. Unakuta bikukesya, basirabilile, bikuikya, hizo ndio majina ya bububo, majina ya utani. Lakini hata wanaume waliweza kujipa majina. Mwingine anajiita Silatwike. Amejipa tu Silatwike, yani kwamba yeye hana akili. Anasema kwa mafumbo, yani watu anamsema mtu mwingine, anaweza kama wake zake au wenzake hapo mtaani. Mwingine anaweza akajipa jina Pasovenie. Yani kwamba katika mazingira aliyomtokea, pengine ndugu zake walipata majanga, alikuwa anaenda hapo akiongea nao, au kundi lake walikuwa anapiga nao story, sasa hawezi kwa naye. Sasa pale alipokuwa anaenda kuongea Pasovenie, pamempotea, sasa hawezi kunyooka kwa sababu mazingira yaliyokuepo yameondoka. Kwa watu waliweza kujipa majina hivyo. Mwingine pia anaweza kama msibani, na kumbuka nimesimuliwa na shangazi yangu, akajipa akasema mtoto wake wa kiume alizika mtoto wa kwanza, akazika mtoto wa pili, akiwa makaburini anazika mjukuu wake wa tatu. Kwa akapiga kelele nele kubirwe, yani kama limekoma, ndio naona kwamba yani naishije bila sina mjukuu. Yes, nazidi kuzika watoto, kwa likubire. Kwanza hapo akajiitwa likubirwe, yani limekoma, limeipata. Kwa hiyo wakaanza kujipa majina, majina ya mfumo huo. Kwa huo ndo upande wa, tumeongelea upande wa mfumo ulivyokuwa, kwamba majina yalikuwa matatu, lakini watu waliweza kujipa majina walivyotaka wao wenyewe. Lakini kipande kingine muhimu ni kwamba katika kujipa majina, tukirudi pale kuchukua jina la mama, kwamba Unyakyusa ilitumia sana, Wanyakyusa walitumia sana njia hiyo kama njia ya kujieneza. Kwa hiyo mimi nikimwoa, mimi au wewe, ni wewe ulioa? Mimi au wewe? Vyovyote. Wewe basi. Ndio. Wewe ukamwoa labda Luidiko Sanga. Ndio. Umemwoa Luidiko Sanga. Ukimwoa Luidiko Sanga ni Mkinga. Ndio. Haina shida. Lakini akisha kuja Unyakyusa, umemwoa wewe ni Mnyakyusa. Ndio. Akisha kuja Unyakyusani, mtoto wake wa kiume atakayezaliwa atakuwa Mwa Sanga. Atakuwa Mwa Sanga. Naam, nimewashuhudia wakina Mwa Sanga wengi sana. Na kuja kuuliza utasikia mama yake ni Mkinga. Yes. Mwa Sanga, kina Mwakyambo. Usije ukashangaa hata Mwaja. Labda Mwaja alikuwa Mkinga, labda alikuwa Mkisi, alikuwa kabila lingine. Kwenye hilo nikukatishe pia, unanikumbusha babu yangu, kuna ndugu zangu walikuwa anawaita kwa majina hayo pia, kwa sababu mama yao alikuwa na asili ya Morogoro. Wakina Mhando. Babu akawa anaita wakina Mwamuhando. Mwamuhando. Hiyo ilikuwa njia kubwa iliyotumika sana kueneza kabila, yani ilikuwa njia mbinu ya medani. Mbinu ya vita ya kueneza Unyakyusa pasipo kumwaga damu. Nafikiri ni Mfalme Solomoni au ni Mfalme Daudi, wanasema alioa wake wengi sana, na ndio mfalme ambaye hakupigana vita nyingi kwa sababu alioa kutoka makabila mengineyo, kwa akifika kule ni mkwe wao, ni shemeji yao. Umeona? Kwa hiyo Wanyakyusa walitumia hiyo njia kama kujieneza. Usije ukashangaa kama aliosema Mwaja alikuwa pengine Mkinga. Kwa alipokuja huku watoto wa kiume walipozaliwa wakiwa Mwaja. Kwa hiyo hii pia mimi nanifikirisha sana tunapozungumza historia ya Wanyakyusa. Watu wengi wanaongelea sehemu mbalimbali kwamba wametokea Mahenge, wengine wametokea Afrika Kusini, wengine wametokea Sudani, wengine wametokea misitu ya Kongo.
mimi sipingani na nadharia zote hizo. Uchambuzi wangu mimi na uchunguzi na uchambuzi wangu mimi nakubaliana na yote hayo, kwamba hizo zote ni asili za Wanyakyusa. Ukiangalia sana Wanyakyusa ni watu wenye asili mbalimbali walijikuta wakikaa pamoja na kujitambulisha kama wamoja. Ndio maana sasa kwa kupitia mfumo huu wa majina ni rahisi sana. Akija mtu ameitwa Sakifwa, hapa tunamuita Mwasa akiwa Mwasa Kifwa. Mwasa Kafyuka, au akiitwa Sakafyuka ataitwa Mwasa Kafyuka. Akiitwa Msiku ataitwa Mwamsiku. Kwa baada ya hapo akiitwa Nyasi ataitwa Mwanyasi. Ipopo Mwaipopo. Yataendelea hapo. Kitumbura Mwakitumbura, Katumbura Mwakatumbura, Mbete Mwambete. Kwa hiyo inawezekana yote hayo ni asili yao, ni asili mbalimbali, lakini wakaweza kujikuta wanakaa pamoja na kuanza kujitambulisha kama watoto wa mama yao mmoja maarufu Kyusa. Kwa hiyo yani Mwakyusa. Mwakyusa wote wakawa Banyakyusa wenye asili kutoka sehemu mbalimbali. Okay, sawa. Nafurahi kupata nadharia hizo ambazo huenda kizazi hiki tukutambua. Tunakutana na majina ya design hizo, lakini mara nyingi yanaishia, tunabaki na majina kama waliozungumza kina Ndulile, Mbele, Luimiko, Luitiko hivyo, ambao pia naona kama kadri muda unavyoenda kama nayo yanapotea. Sasa nadhani ni kitu gani ambacho kinapelekea hasa hizi asili za haya majina kupotea, na ukizingatia majina uliyoyataja baada ya ukoloni ni kama ni ya kumtukuza Mungu, wala si majina ya design kama zile ambazo walikuwa napawa mababu zetu kulingana na tukio. Asante sana. Lakini nataka kabla sijajibu swali lako, nataka niseme hata bado mfumo huo wa majina kina Ndulile msingi wake ni ule ule wa enzi za mababu, kulingana na matokeo, kulingana na matukio yaliyozunguka kuzaliwa kwa huyo mtoto. Labda mtu alikuwa labda anaumwa sana huyu mwanamke, baadaye akapata mtoto na mwita Ndulile, Mungu amenisaidia. Au alikuwa na mazingira magumu, asema Andimile, Mungu amenichunga. Kwa hiyo bado inarudi kwenye asili ile ile ya tangu mababu, kwamba ni mazingira yanayozunguka kuzaliwa kwa yule mtoto. Hadi haya kina Bwina hata baada ya Ukristo, baada ya ukoloni, wakati wa ukoloni niseme, sio baada, wakati wa ukoloni na wakati wa Ukristo ukiendelea, yalikuwepo. Kuna jina kwa mfano Gwantwa. Gwantwa lina maana mbili, kwamba huyu mtu ni wa Mungu, kama vile Samueli alivyosema atakabidhi, mama yake alisema atamkabidhi kwa hekaluni afanye kazi ya Mungu. Hiyo ni maana yake moja, lakini maana ya pili ni ile ile ya Bwina, ile ile ya Lifwege. Watu wanatafsiri katika mazingira mapya, anasema Gwantwa, huyu wa nani? Wa Bwana. Mungu atamchukua tu wakati wote, najua atamchukua kama alivyochukua wale wengine. Kwa hiyo, lakini sasa kwa nini anabadilika? Kwa nini anapotea? Nafikiri kama nilichosema tangu mwanzoni, sababu ni mbalimbali, lakini mmoja nafikiri ni ile pia kasumba ya kikoloni. Kwamba kasumba ya kikoloni ilikuja. Umewahi kufikiria mtu katoka huko, tena labda kijana tu, ni misionari, ni kijana tu amekwenda kama we uende kwa chifu Mwakatumbura pale. Umpige sound pale, mzee aingie line. Mwambie sasa, mzee, jina Mwakatumbura hili ni baya. Sio la kimungu. Kuanzia leo tukuite George. Sawa. Kama huyu chifu akikubali, hiyo mtu mzima, wewe kijana ni missionari, umemshawishi, ndicho kilichotokea. Ni kitu kibaya kusema ukweli. Hii habari ya kubadilisha majina kwa kweli nafikiri ni kitu kibaya. Ni ukoloni mbaya. Ni ushenzi tu hivi. Unaweza kusema lakini ni kwa sababu Ukristo uliambatana sambamba na ukoloni. Nadharia yangu mimi ni kwamba kama labda Ukristo, labda Uislamu vingekuja katika maeneo ya kwetu haya nyakati tofauti na ukoloni, pengine hata ustaarabu tungekuwa na mkubwa, pengine hata unafiki usingekuwa mwingi sana. Lakini unafiki wetu mwingi una mizizi kule, mengine ni yetu wenyewe baada ya uhuru, lakini mzizi yuko kule kwa sababu mtu amekukamata ufahamu, ameshika nafsi yako,
Anasema wewe jina lako sio zuri. Unaona? Majina yenu sio mazuri. Kwa hiyo nadharia ni ile ile kwamba pamoja na haya anasema Andulile Kiala bado kama ya kizamani kidogo hivi. Sawa. Kama la kizamani kidogo vile. Kuna rafiki yangu tulikuwa tunajadiliana, anasema shida moja majina ya kwenu magumu sana, Mwasaka Fyuka, Andengeni. Majina magumu sana Andengeni, Mungu kanituliza. Umeona? Kwa magumu sana nikasema, ila la Zelewinski ni jepesi ambalo hata spelling zake ni ngumu kuziandika vizuri. Washington ni jina jepesi kulitamka. Livingstone jina jepesi kulitamka. Ila Asangaroisie Ambumburuisie Mungu ameniponya, ili kidogo ni gumu sana. Au Twalivingi. Mtu tunaitwa Twalivingi kwa maana kwamba walikuwa wengi, walizaliwa mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu akaondoka, huyu amekuwa, huyu mwingine sasa Twalivingi. Tulikuwa wengi, au walikuwepo ndugu zake wamekufa. Anasema tulikuwa wengi, Twalivingi. Jina gumu sana hilo. Ila Sanchez ni jina jepesi kulitamka. Ninarudi kwenye swala la kasumba, ile mentality. Kwa hiyo mimi nafikiri huo ndio msingi mkubwa. Kwa hiyo hata baada ya hapa majina tunapoanza kukutana na dunia nyingine, umeona, tunaanza kukutana na dunia nyingine, tunaanza kubadilika kirahisi kwa sababu msingi ulishabomolewa kwenye nafsi zetu za malezi na mifumo yetu ya imani. Msingi ulishavunjwa. Kwa hiyo labda kwanza tukujenga msingi. Juzi hapa nilikuwa naangalia orodha ya matokeo ya baadhi ya shule moja hivi ya sekondari. Nilikuta majina mawili tu. Nilikuta majina mawili tu ya kwanza ya watoto. Katika watoto kama 40 na kitu hivi. Ndio niliyatambua kama ya Kitanzania, yana asili ya Kibantu. Moja asili ya Mtanzania, moja nafikiri inaitwa Lukundo. Lukundo nafikiri ni upendo kwa lugha nafikiri ya kanda ya Ziwa, Inter-Lacustrine region. Nafikiri Lukundo Bahaya huko Banyambo watakuwa wanaitwa Lukundo. Nilikuta jina moja hilo, na ile lingine nimetaja hapa Luidiko. Yote tena anaanza na L. Luidiko nafikiri ni imani. Ilikuwa ni Lusungu. Nikuta Lusungu, nafikiri Iringa Njombe, labda Lusungu, labda hivyo. Si Lusungu ni huruma, si ni upendo, siyafahamu, lakini nilikuta majina mawili tu ndio yana Ubantu ndani yake. Yalikuwa machache ya Kiswahili ambayo ya Kiswahili yana Uarabu zaidi. Pili, umeona Riziki, nilikuta pia hayo, lakini mengine yaliyo mengi ni ya TikTok. Kwa sababu ndio kitu kinachotrend sasa hivi wakati huu. Wengine mzee, labda tukielekea ukingoni kabisa, pia kwenye ushauri tumeona kuna wengine ambao wanaendeleza utamaduni huu wa kuwapa majina watoto wao, aidha kwa kuwapa majina mawili. Kwa maana, kwa mfano, na mmoja anawapa watoto wake majina mfano amempa mtoto jina anaitwa Tuti Julita. Analiunganisha Tutindaga Julita. Tutindaga Julita, labda Adam la babake. Ni mfumo mzuri ambao naona kama upotezi pia asili ya moja kwa moja, pia na ushauri sasa kwa kizazi hiki ambacho kinapoteza asili, na si kizazi hiki tu labda cha Kinyakyusa, hata watu wengine, makabila mengine. Sidhani pia kama ulimwengu huu wa TikTok tunayaona majina mengi ya TikTok. Nashukuru, ni swali muhimu sana, lakini kusema ukweli nafikiri hao ni wapambanaji, kwa maana wanaotoa majina hayo yote mawili ni wapambanaji, kama vile Wanyakyusa awali walivyoweza kutumia majina kukonka jamii kubwa. Naelewa changamoto tulionayo sasa hivi, kwa sababu hata majina yenyewe yale kutoa jina la kwanza na la pili na la tatu kama mfumo ulivyokuwa ni changamoto, kwa sababu sasa pengine mfumo umebadilika, watu wanaoana makabila ya mbali zaidi, mifumo yao pengine kuita Mwamasawe inakuwa labda ngumu sana, kuita Mwarutahindura pengine inaonekana ngumu sana, kama huyu anaitwa Rutahindura. Wengine tumekwenda kwenye mfumo ambao ni tofauti, na pengine wakati mwingine ukipata nafasi nita comment kwenye mfumo unaofuatwa na NIDA. Nafikiri ni mfumo hatarishi hata zaidi, kwa sababu unapoteza kabisa majina ya asili.
tutajadili wakati mwingine pengine hilo, kwa sababu kama mtu ataitwa Gerard, wewe unaitwa Gerard Rafaeli sawa Mwaipopo. Kwa sasa kwa mfumo huu wa NIDA, jina la baba yako Rafaeli Mwaipopo, basi uitwa wewe Gerard Rafaeli Mwaipopo. Mtoto wako ukimuita Victoria, ataitwa Victoria Gerard Rafaeli. Done. Maana ile lingine tayari limeshaondoka kabisa, limeenda. Tutajadili pengine wakati mwingine tukijaliwa uzima, tutajadili maoni yangu kwa kina ya huu mfumo wa NIDA. Nadhani unahitaji kufikiriwa kwa mtazamo tofauti, ikibidi tuende kwenye modo ya Dr. Magufuli aliyekuwa anaitwa John Pombe Joseph Magufuli. Majina manne pengine yatachelewesha kupotea haya majina. Kwa hiyo hao wanaoita Tutindaga Julita, nafikiri ni wapambanaji, ni jambo zuri, na nafikiri watu wengi, kwa sababu imani sasa msingi simeshabomoka. Kwa huyu mtu msingi umebaki kidogo pale. Anaona kwamba huyu mtoto nikimuita tu jina la Tutindaga ataonekana. Tuseme asante, maana Tutindaga kwa wasiojua Kiswahili tunasema asante, tuseme asante, tushukuru. Umeona? Pengine mtoto atajisikia mnyonge katika jamii ambayo ionekane ni trendy, ina trend majina mengine ya TikTok, ya kifilamu za tena mijitu mingine hata sio Mkristo ujue. Sio Mkristo, sio Muislamu, lakini majina haya na trend kwenye hizi filamu, then watu vijana wetu wanayachukua, wanayatumia, wanaona ni ya kisasa zaidi. Kwa hiyo nafikiri huo mfumo wa kutoa majina nadhani ni njia moja wapo ya kusurvive, lakini ningesema tu watu wawe jasiri kuwapa majina yao watoto wao. Yako majina, mimi kwa mfano watoto wangu wanaanzia P, kwa hiyo unaenda mtu Pamaka, mahali ambapo kuna nguvu, Pabweru, peupe, unaona, Paki, nafuu, afadhali. Kwa hiyo ni kuwa wabunifu tu. Hii ni vita wakati ule Rais Magufuli na hata sasa pengine serikali kuhusu ubeberu. Ubeberu unaanza kwenye fikra. Kama jina la kwako halifai, chakula cha kwako hakifai, imani ya kwako haifai, hata wewe ufai. Kila kitu usikilize kwa mjomba mahali pengine. Kwa hiyo ni fikra ya kibeberu kwa wanaharakati, waone kuna umuhimu wa kuendelea kuwapa watoto wao majina ya asili zao, na kwa Banyakyusa safi kabisa, kwa sababu hata Wakristo wana uwezo wa kutumia majina ya Kinyakyusa haya yanao trendi sasa hivi. Sio lazima warudi kule kwa kina Twalibingi na Bakumbi Ilengani, kina Kumbi, pengine wasirudi kule. Na unakuta Wanyakyusa wengine kwenye majina kama hayo ya kina Twalibingi, alafu mtu analibadilisha kuleta kwenye swaga, anajiita Twalibu. Twalib ni survival. Anaita Twalib, labda akajitambulisha kule. Bado mimi nitamwona ana nafuu kwa sababu ana kule nyuma. Na nataka kuambia kwamba jina kimsingi halina madhara yoyote. Nitatoa mfano wa Unosie Mwamtobe. Hatrend, si ana trend? Ndio. Ana trend. Lakini anatumia jina Unosie. Mbona ana trend? Kwa hiyo kwa sababu ni mapambano, wito wangu kwa vijana, kwa Gen Z na vizazi vinavyofuata, aswi alpha, aswi beta vinavyofuata, waone tu muhimu kwamba na majina yao ni mazuri na ni bora, hata zaidi wanaweza akatrend vizuri tu, kwa sababu wengi tu wana trend kwa majina. Kama mfano mzuri ni Unosie Mwamtobe, Mwifyusi, Mwaisa, mbona ana trend tu vizuri. Ona majina ambayo hata kama ni AKA lakini yanatukuza asili yao. Basi tukishindwa kabisa twende majina ya Kiswahili ambao walau ni lugha ya taifa, inabeba hata muktadha wa jamii zetu. Nikushukuru sana mzee kwa muda wako. Asante sana Gerard. Tutakusumbua kwa wakati mwingine. Karibu sana, hata sio usumbufu, hapa ni nyumbani. Karibu wakati wote.